itavuma kwa mshindo na miguu ya jeshi kubwa kupita kiasi kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Wote wanaotoka makaburini mwao wakiwa na kimo kile kama walivyoingia kaburini. Adamu anayesimama kati ya umati uliofufuka ana kimo kirefu na umbo la kifahari, kimo chake kikiwa kidogo tu chini ya kimo cha mwana wa Mungu. Anautoa tofauti kubwa kwa watu wa vizazi baadaye. Katika suala hili moja inaonyeshwa kuporomoka sana kwa jamii, lakini wote wanainuka wakiwa upya na nguvu za ujana wa milele. Mawaa yote ya ulemavu vimeachwa kabrini, wakiwa wamerejeshwa katika mti ule wa uzima, katika Edeni iliyopotea kwa muda mrefu. Waliokombolewa watakuwa hadi kufikia kimo kamili cha jamii katika utukufu wa kwanza. Pale walipokombolewa, wanapokaribishwa kwenye mji wa Mungu, kuvuma sauti ya shangwe kuabudu angani. Adamu wale wawili wanakaribishwa kukutana. Mwana wa Mungu anasimama na mikono iliyonyooshwa kumpokea baba wa jamii yetu, kiumbe ambaye aliumbwa, ambaye alitenda dhambi zidi ya muumbaji wake, ambaye kwa ajili ya dhambi yake alama ya kusulubiwa zilibebwa juu ya umbo la Mwokozi. Pale Adamu alipozitambua alama za misumari, katili haanguki kifuani mwa Bwana wake, bali kwa unyenyekevu anajiweka chini ya miguu yake, akipaza sauti, astahili, astahili mwana-kondoo aliyechinjwa. Kwa upole Mwokozi atamwinua na kumwamuru aangalie tena nyuma ya Eden, ambayo alikuwa amefukuzwa kwa muda mrefu. Huku kuunganika tena kunashuhudiwa na malaika wake waliolia wakati wa anguko la Adamu, kufurahi wakati Yesu baada ya ufufuo wake alipopaa kwenda mbinguni, akiwa amefungua kaburi kwa wote watakaoamini katika jina lake. Sasa wanaona kazi ya ukombozi ikiwa imetimizwa, nao wanaunganishwa sauti zao katika wimbo wa sifa. Amina. Tupige magoti tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa upendeleo tena wa siku nyingine katika maisha yetu. Baba, tumekuja mahali hapa kwa sababu ni wagonjwa wa kiroho na wa kimwili. Mungu wetu, tunakimbilia kwako kwa sababu ndipo penye uponyaji na uzima wa milele. Baba, pale mahali tumekwenda kinyume na mapenzi yako, tusamehe ili kuomba kwetu na ibada yetu ikakubariki machoni pako. Mungu wetu, tunapoleta shukrani zetu na maombi yetu mbele zako, tunakuomba sawasawa na mapenzi yako. Kila unavyomuona mtoto wako, kamtendee sawasawa na mapenzi yako. Lakini Mungu umetuambia unarudi tena. Basi Baba, katufanye tuwe tayari kwa ajili ya kukulaki wewe. Baba, tufanye kuwa tayari kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Maana hii ni sauti pekee inatufanya tujiandae kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Mungu, umetuahidi mambo mazuri. Basi tusaidie tuyatende ili tukaweze kuyaishi katika ufalme ule wa mbinguni. Lakini hata vipindi vinavyoendelea, Mungu wetu, tunaviweka mikononi mwako. Kila mmoja atakayesimama hapa kwa ajili ya kusifu jina lako, Mungu wa mbinguni, mtumie tu sawasawa na mapenzi yako. Tunaweka ibada hii mikononi mwako kuanzia mwanzo hata mwisho. Ndivyo ninavyoomba nikiamini utatutendea. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Wapenzi, habarini tena za asubuhi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Tuimbe wote kwa pamoja wimbo huu na amini utatubariki. Tunapotafakari theme au mada ya wiki hii, basi ili jina likawe heri katika maisha yetu. Tutaimba wimbo namba 24. Jina lake
Yesu tamu tukilisikia, utupoza tena hamu, utuondolea. Roho iliyoumia kwalo hutwipika, chakula njaani pia raha tukichoka. Jina hili ni msingi, ngao, ngome, mwamba. Kwa hili napata vingi, kwangu ni akiba. Yesu mchunga, rafiki, mwalimu, kuhani, mwanzo, mwisho na amina, mali yangu yote. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Habari za asubuhi. Tunaendelea kumshangilia Bwana na kumtukuza kwa sababu ya upendo wake, lakini pia tunaendelea kumshukuru kwa sababu ya pumzi ya uhai aliyotupatia bure. Jina la Bwana lipate kutukuzwa. Wimbo ambao umeimbwa ni wa pekee kwa sababu unakwenda vile vile na masomo yetu ya wiki hii, maana hilo jina la Yesu ndilo jina linalookoa. Nakumbuka kwamba mada yetu kuu inasema hakuna Mungu anayeweza kuokoa kama huyu. Hakuna Mungu anayeweza kuokoa kama huyu. Jana tuliona vile ambavyo Mungu ana njia maelfu ya kuokoa, na tuliona vile ambavyo aliwaokoa vijana watatu, Shedraki, Meshaki na Abednego. Na tulisema kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuzuia moto uzimike ili Shedraki na Meshaki wasiingizwe katika nini? Tanuru. Mungu alikuwa na uwezo wa kuzuia Shedraki, Meshaki na Abednego wasiingizwe katika tanuru la nini?
la moto, lakini alisubiri waingie katika tanuru ndipo awaokoe. Bwana asifiwe. Na nikasema wakati mwingine Mungu huwa anasubiri tuingie katika tanuru ndipo atuokoe. Si kila wakati atazuia majaribu, si kila wakati atazuia changamoto. Wakati fulani ataruhusu changamoto zije, alafu atuokoe kutoka katika hizo changamoto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jana tuliangalia hiyo na tuliona vile ambavyo Mungu aliwaokoa, na mwisho wa siku Mfalme Nebukadreza alikiri waziwazi ya kwamba hakuna Mungu anayeweza kuokoa kama Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego. Haleluya. Sasa leo tutaona kikwazo cha kutookolewa na kubarikiwa. Mungu anaweza kuokoa, lakini kuna kikwazo kimoja ambacho chenyewe pia kinaweza kitufanye tusiokolewe wala tusibarikiwe. Inamisha uso wako tuombe. Baba, asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayeokoa. Asubuhi ya leo tena kubali kutuokoa, kubali kutuponya, kubali kutubariki, kubali kubadilisha maisha yetu ili Bwana yafae kwa ajili ya umilele. Ni katika jina la Yesu, amen. Kikwazo cha kutookolewa na kubarikiwa. Kuna vikwazo vingi, lakini leo tutaangalia kimoja tu. Ili uokolewe, ili ubarikiwe, usiwaingize wengine katika tanuru la moto. Narudia tena, ili uokolewe, ili ubarikiwe, usiwaingize wengine katika tanuru la moto. Ukweli ni kwamba kila anayeingiza wengine katika tanuru la moto, yeye pia atobaki salama. Najua unanijiuliza unamaanisha nini? Kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 19 mpaka wa 23. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraki na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7. Kisha akawaamuru baadhi ya mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraki na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi hao watu wakafungwa, ali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Mstari wa 22. Basi kwa sababu ya amri ya mfalme ilikuwa ni kali, na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua watu waliowashika Shadraki na Meshaki na Abednego. Kwa hivyo Biblia inatueleza wakati Shadraki, Meshaki na Abednego wanatupwa kwenye tanuru la moto, wale waliowatupa walikufa. Habari za asubuhi. Kwa sababu Biblia inatuambia moto ulikuwa mkali. Kwa hivyo walipowatupa wao ndio walipata nini? Madhara. Wakafanya nini? Wakafa. Kwa hivyo unapowatupia wengine kwa tanuru, hautabaki nini? Salama. Kumbuka kanuni inasema yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani kwako. Ukitaka usiokolewe, ukitaka usibarikiwe, ukitaka usifanikiwe, rudisha mabaya badala ya nini? Ya mema. Lakini kama unataka kubarikiwa, unataka kuokolewa, wabariki wengine. Haleluya, haleluya. Wasaidie wengine pia waokolewe. Haleluya. Kwa sababu Biblia inasema kipimo kile kile unachopimia ndicho utakachopimiwa. Kwa hivyo ukimpimia mwingine mabaya,
kipimo hicho kitapimwa kwako, na bahati mbaya sio tu kupimwa kwa kujazwa. Biblia inasema kitajazwa na kushindiliwa na kusukwasukwa mpaka kimwagike. Kwa hivyo jifunze sana ili kubarikiwa, ili kuokolewa. Jifunze kuwatendea wengine mema. Na ndio maana Waswahili wakasema wema, wana viswahili viwili, wema hauozi, hilo moja, lakini wakasema wema unalipa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wema unalipa. Katika Misali 17 ndio ile ambayo nimesema, yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Kwa hivyo ukitaka kubarikiwa, ukitaka kuokolewa, pamoja na kwamba unamtazama Kristo, ukimtazama Kristo, ruhusu akubadilishe na uwatendee wengine mema. Haleluya. Unasema mwinjilisti, unamaanisha nini? Sikiliza, hata kama watu wanakutendea mabaya, wewe watendee mema. Wengine huko ofisini watu hawakupendi, wanakutengenezea majungu. Unasema ngoja na mimi nipambane, kama wao wananifanyia mabaya na mimi niwafanyie mabaya. Sikiliza, hiyo haitakusaidia. Wao wakikutendea mabaya, wewe watendee mema, waombee. Bwana asifiwe. Kuna Kiswahili watu nasema, Waswahili wanasema, na huko mitaani unasikia wanasema, ukimwaga mboga mimi namwaga nini? Ukimwaga ugali mimi namwaga nini? Mboga. Aha, nataka nikusaidie leo, hicho sio Kiswahili sahihi. Kiswahili sahihi kilikuwa ni hivi: ukimwaga mboga mimi nakula ugali. Habari za jioni. Yeye akimwaga ugali, wewe kula nini? Mboga. Kwa sababu kama yeye amemwaga mboga na wewe ukamwaga ugali, maana yake wote mtakosa. Kwanza, kwa nini wote mkose? Yeye akimwaga mboga, wewe kula nini? Ugali. Wacha yeye akose, wewe upate. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nisikilize rafiki zangu, yeyote anayekutendea mabaya, wewe mrudishie nini? Mema. Huo ndio Ukristo. Haleluya, haleluya. Jaribu hiyo kanuni na utaona vile ambavyo Mungu atakuinua, vile ambavyo Mungu atakuokoa mbele za maadui zako. Bwana asifiwe. Mara nyingi huwa tunajaribiwa pale mambo yanapokwenda vibaya, watu wanapotutendea mabaya, huwa tunajaribiwa kurudisha mabaya, huwa tunajaribiwa kulipa kisasi. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 19 mpaka wa 21. Warumi sura ya 12 mstari wa 19 mpaka wa 21. Wapenzi, msijilipize kisasi, lakini ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe. Bwana asifiwe. Na akiwa na kiu fanya nini? Mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Mstari wa 21, usishindwe na ubaya, ushinde ubaya kwa kitu gani? Kwa wema. Haleluya. Kwa hivyo usijifunze kulipa kisasi kwa mtu. Wewe samee, wewe achilia, acha Mungu akulipie. Haleluya. Hata hivyo Mungu ndiye anayeweza kulipa nini? Kisasi, sio wewe. Unajua, ngoja nikuambie kitu hiki. Hata kama kuna jambo unaliombea, mtu anakutendea mabaya, unamwomba Mungu, sikiliza, ukiamua kulipa kisasi wewe mwenyewe, Mungu atakuacha aseme pigana wewe mwenyewe. Na nataka nikwambie, Mungu akikuacha upigane mwenyewe, hautatoboa. Hautafanya nini? Hautatoboa. Ukitaka kutoboa, acha Mungu akupiganie. Na ili Mungu akupiganie, kanuni ni moja tu, kwamba amekutendea mabaya, wewe mtendee mema. Yeye Mungu, kikombe kikijaa, atalipa kwa niaba yako. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo asubuhi ya leo zingatia hili, ili uokolewe, ili ubarikiwe. Jifunze kuachilia, jifunze kusamehe. Mungu anaokoa, na njia zake za kuokoa ziko wapi? Juu kuliko za kwako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usimsaidie,
acha afanye kazi yake. Haleluya. Sasa kuna mtu ataniambia, mwinjilisti, kuna wakati watu wanatufanyia mabaya sana, tunawezaje tunaweza tukajifunza kwa Daudi? Unakumbuka tulijifunza habari ya Daudi anakukimbizwa na Sauli, si ndio? Na unajifunza kwamba wakati tu Daudi amemuua Goliati ndipo matatizo yalianza. Na matatizo yalianza, wakina mama ndio walisababisha matatizo. Wakina mama, Bwana asifiwe. Unasema, mwinjilisti, unamaanisha nini? Wakati Daudi ametoka vitani, wanawake walienda kumlaki. Na walipoenda kumlaki, wakaimba kwamba Sauli ameua maelfu, lakini Daudi ameua 10,000. Sauli akasema, ikiwa mimi wamenipa 1,000 alafu huyu jamaa wamempa 10,000, nini kilichobakia? Bila shaka watampatia na nini? Na ufalme. Na tangu hapo uadui kati ya Daudi na Sauli ukainuka. Na wakati wote Sauli anamuwinda Daudi kama digidigi, si mnaelewa kale kanyama kapolini, anamuwinda ili afanye nini? Amuue. Lakini zingatia hili, wakati fulani Daudi amejificha kwenye pango na watu wake, alafu Sauli akaingia kufunika nini? Miguu. Biblia inasema ili afunike miguu. Najua Biblia nayo ni kitabu cha tafsida ili afunike miguu. Mfalme huwa hajisaidii, anafunika miguu. Habari za jioni. Kwa hivyo Sauli akaingia katika pango ili afunike nini? Miguu. Sasa umeshaelewa sasa. Alipokuwa ameingia kwa pango ili afunike miguu, Biblia inaniambia Daudi na watu wake walikuwa humo. Na watu wakamwambia Daudi, huu ndio wakati ambao Bwana ameufanya. Bwana amemtia mikononi mwako adui yako. Kwa hivyo wacha tumshughulikie. Daudi akasema, hapana, msimguse Masihi wa nani? Wa Bwana. Haleluya. Alikuwa na sababu zote za kulipa nini? Kisasi. Maana huyu mtu amekuja kwa ajili ya kupambana naye. Badala ya Daudi kumuua Sauli, anasema msimguse Masihi wa nani? Wa Bwana. Akamwacha. Hujanielewa? Naenda tena taratibu ili unielewe. Sauli alipoonyeshwa kitambaa maalum, Daudi alikata vazi, akatubu, alafu akaondoka. Mara nyingine tena Sauli akarudi kupambana na nani? Na Daudi. Akaja na majeshi yake na wakakutana mahali wakalala huko. Daudi akamwambia mtumishi wake kwamba tupande twende kwenye hema ya Sauli tukaone huko. Walipoenda wakakuta jeshi limelala usingizi, na Sauli mfalme naye amelala usingizi. Na mtumishi wake akamwambia Daudi, hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Yaani wewe niruhusu tu mimi nichukue ili fumo, nikimpiga mmoja tu hainuki tena. Yaani mmoja tu linapitiliza mpaka wapi? Chini. Sasa nikuulize swali, ingelikuwa ni wewe wakati huo ungefanyaje? Daudi anajibu tena, hapana, nisimfanyie mabaya Masihi wa nani? Wa Bwana. Bwana atamuua yeye mwenyewe, aidha vitani, aidha kwa namna yoyote, lakini nisimtendee nini? Mabaya. Na unajua alikuwa na uwezo wa kumfanyia mabaya, na tena akimfanyia mabaya, kumbuka aliahidiwa yeye ndio atakuwa nani? Mfalme. Na alikuwa anatembea na mafuta ya nini? Ya ufalme. Si ndio ufalme umekuwa rais? Lakini Daudi hakufanya hivyo. Haleluya. Haleluya. Wakati mwingine huwa tunajichukulia laana badala ya baraka. Unatafuta madaraka wakati mwingine kwa kutumia akili na nguvu zako. Unataka wengine waende chini, wewe uwe wapi? Juu. Nataka nikwambie, ruhusu Mungu akuinue kwa wakati wake. Usitake kujiinua mwenyewe, au tabaki salama. Mwache Mungu ifike wakati akuinue juu, hata wewe ushangae kwamba imekuwaje. Mwisho wa siku useme acha Mungu aitwe Mungu.
Kwa hivyo lazima ujifunze hiyo kanuni ya kwamba usiwatumbukize wengine kwa moto. Jifunze kushinda ubaya kwa wema. Haleluya, haleluya. Jifunze kushinda ubaya kwa wema. Lakini utaniuliza, mwinjilisti, sina kila sababu wakati mwingine ya kulipa kisasi, inakuwaje sasa? Kanuni ni moja tu. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 32. Waefeso 4:32 anasema, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe. Bwana asifiwe. Mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyofanya nini? Alivyowasamehe. Kwa hivyo usilipe baya, kwa sababu kumbuka hata wewe ulisamehewa. Hebu nikuulize swali jepesi. Tangu tu mwaka huu umeanza mpaka leo, umemkosea Mungu mara ngapi? Yaani tangu mwaka tu, sasa hivi ndio tuko nusu ya mwaka, tunaanza kuivuka, si ndio? Tangu mwaka huu umeanza mpaka tu leo, mangapi uliomkosea Mungu? Kama na Mungu naye angesema na mimi nalipa kisasi, umemwaga ugali na mimi namwaga mboga, nini kingetokea? Daudi anasema kama Mungu ungelihesabu mabaya, ni nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kumbe mtu ambaye anaachilia, mtu ambaye anasamehe ni shujaa, na mtu kama huyo watu watamwogopa. Unajua wakati mwingine mtu amekutendea mabaya, wewe unamlipa nini? Mema. Mtu amekutendea uovu, wewe unamtendea mema. Inafika mahali hata yeye mwenyewe anajiuliza, huyu mtu ni mtu wa namna gani? Yeye ndiye anahangaika na wewe moyo wako una amani. Haleluya. Kwa hivyo rafiki zangu, ili tubarikiwe, ili tuokolewe, jifunze kusamehe. Ukweli Mungu ana njia maelfu ya kutuokoa, lakini ni lazima na sisi tusimame kwenye njia sahihi. Haleluya. Watangazaji siku hizi wana msemo, vigezo na masharti kufanya nini? Hata kwa Mungu vigezo na masharti vinafanyaje? Na ndipo Yesu akasema katika Marko sura ya 11 mstari wa 25 hadi wa 26, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehi watu, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hivyo unaona kanuni iko pale kwamba kama Baba yetu wa mbinguni anavyotusamehe, na sisi tuwasamehe watu. Jifunze, narudia tena, msingi uko pale pale. Jifunze kuachilia. Jifunze kutowatendea wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Acha Mungu akupiganie, na wewe usipigane ukijiweka nafasi ya nani? Ya Mungu. Hautafika salama. Mungu ni mwaminifu, mwenye kutenda, mwenye kutubariki na mwenye kutuponya. Na tunapofanya hivyo, ndipo Zaburi 68 mstari wa 20 itatimia kwetu. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa nini? Wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Haleluya. Njia za kutoka hata kwa maadui zako zina Yehova Bwana. Njia za kutoka kwenye magonjwa yako zina Yehova Bwana. Njia za kutengeneza ndoa yako zina Yehova Bwana. Njia za kutengeneza kazi zako zina Yehova Bwana. Kwa hivyo njia zote zina Yehova nani? Bwana. Na yeye ana njia maelfu ya kutenda makuu katika maisha yako. Acha Mungu ajipiganie. Na ili ulielewe hili, nimalize kwa kusema hivi. Daudi
baada ya kufanya mambo yote amemtendea mema Sauli. Hata wakati fulani Sauli anataka kumua kwa mkuki, bado anamtendea nini? Mema. Wakati ulipofika, nimesema wakati ulipofika wa Mungu kumwokoa Daudi na kumwinua, Sauli alifia vitani. Haleluya, haleluya. Na baada ya Sauli kufa, si kwamba Daudi ndio alienda akasema sasa Sauli amekufa, nataka niwe mfalme. Watu walienda kumtafuta wao wenyewe, wakamtawaza awe nani? Mfalme juu yao. Haleluya. Yaani Mungu amepigana akatengeneza mazingira, watu wote wakasema sasa hakuna mwingine anayefaa kuwa mfalme isipokuwa ni nani? Ni Daudi. Haleluya. Na ndio hii kusaidie, acha Mungu akutetee, acha Mungu akupiganie, acha Mungu akuokoe, acha Mungu akuinue. Acha akuinue. Na asubuhi ya leo ninaomba Mungu akubariki. Ninaomba Mungu akuinue. Ninaomba Mungu akuponye. Ninaomba Mungu akuangazie nuru ya uso wake. Mungu akulinde. Wimbo nambari 119. Wimbo nambari 119. Imba kwa kutafakari. Wimbo nambari 119. Yesu anasema wewe una nguvu, acha apigane kwa ajili yako. Wakati tunaimba wimbo huo pia tutatembea, maana baada ya wimbo huo tunaomba. Wewe una nguvu, acha Mungu akupiganie. Wewe una nguvu, acha Mungu akuokoe.
tena kwa maombi. Hata kama kuna mtu ambaye ulifikiri ni mbaya kwako, leo mwombee mema. Bwana asifiwe. Mwombee mema, alafu mwambie Mungu akupiganie, na umwambie unataka akutendee nini. Inamisha uso wako tuombe. Baba, tunapokuja mbele zako katika masaa haya ya asubuhi ya leo, tuna kila sababu kwanza ya kukushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Lakini pia tuna kila sababu ya kukushukuru kwa sababu ya neema yako, maana wewe ulilipa bei na sisi tunadaiwa na wewe kwa upendo wa ajabu. Jina lako likatukuzwe milele na milele. Tunapokuja mbele zako asubuhi ya leo, kuna mahali tumekukosea, tumekutenda dhambi, kila moja ukamsamehe sawa sawa na fadhili zako. Hata kama kuna watu ambao tuliwatendea mabaya, wao walitutendea mabaya na sisi tukawatendea mabaya, Baba, sote ukatusamehe. Na unapotusamehe, tupatie ushindi katika damu yako. Tusaidie kuwapenda wale wanaotuuzi, kuwaombea wale ambao ni maadui zetu, kuwasamehe wale waliotukosea. Na wewe Yesu, kama ulivyotusamehe, tutie nguvu kwa kutupatia roho ya msamaha katikati yetu. Lakini tunaomba asubuhi ya leo, pigana na wanaopigana nasi, teta na wanaoteta nasi, pigana na maadui zetu, iwe ni wanadamu, iwe ni mapepo, iwe ni wachawi, iwe ni mizimu, iwe ni waganga. Pigana nao, sisi tukashangilie kwa ushindi unaotupatia. Baba, kama ulivyomwinua Daudi zamani juu ya watesi wake, na ninaomba watoto wako leo ukawainue juu ya watesi wao. Kuna mtu fulani anahitaji baraka zako asubuhi ya leo, mpatie. Kuna mtu fulani anahitaji baraka za kazi, mpe kazi. Kuna mtu fulani anahitaji baraka za uchumi, muinue kiuchumi. Kuna mtu fulani anahitaji baraka katika biashara zake, Baba mbariki. Kuna mtu fulani anahitaji baraka pale ofisini, muinue. Kuna mtu fulani anahitaji kazi, Baba mpe kazi. Kuna mtu fulani anahitaji mwenzi wa maisha, mpatie mume na mke aliye bora, na Kristo ukapate kutukuzwa. Kuna mtu fulani alifungwa na nguvu za giza, leo akafunguliwe katika jina la Yesu. Tenda maajabu na wewe Yesu ukainuliwe. Kuna boksi la maombi. Watoto wako wametumbukiza mahitaji ya mioyo yao, nami ninawaombea kila walichoandika ukawatendee, kila walichoandika ukawafanyie, ili wakutukuze wewe. Lakini kuna wengine ambao wanatufuatilia kwa mitandao ya kijamii, wao hawajatumbukiza maombi yao kwenye boksi, lakini maombi yao yapo katika mioyo yao. Baba, ujuwahi kusoma mioyo ya watoto wako, wajibu sawa sawa na fadhili zako. Tenda maajabu na watoto wako wakushangilie. Bariki pia sadaka za watoto wako ambao wameendelea kukutolea siku kwa siku. Tenda miujiza